Mamlaka za mkoa wa Bryansk magharibi mwa Urusi zimetangaza kuwa idadi ya watu waliojeruhiwa kufuatia shambulio la bomu kwenye daraja la barabara lililokuwa juu ya treni ya abiria imeongezeka na kufikia watu 104 huko idadi ya vifo ikisalia 7. Shambulio hilo la kutisha lilitokea Jumamosi usiku wakati daraja moja kuu la barabara lililipuliwa juu ya reli wakati treni ya abiria yenye abiria 388 ikienda kuelekea Moscow. Gavana wa mkoa wa Bryansk, Alexander Bogomaz, amedhibitisha tukio hilo kwa vyombo vya habari vya serikali akieleza kuwa uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa lilikuwa shambulio la kulengwa kwa makusudi. Kwa mujibu wa ripoti ya awali, treni hiyo ilikuwa ikiendelea na safari ya kawaida kutoka upande wa kusini kuelekea Moscow ilipokuwa inapita chini ya daraja hilo lililokuwa kwenye mji mdogo karibu na mpaka wa Ukraine. Muda mfupi baada ya treni kupita chini ya daraja hilo, mlipuko mkubwa ulisikika na sehemu kubwa ya daraja ikasambaratika, baadhi ya mabaki yakianguka juu ya mabehewa ya treni. Mashuhuda waliripoti hali ya taharuki, milio ya vilio na juhudi za haraka za uokoaji kutoka kwa maafisa wa usalama, wahudumu wa huduma za dharura na wakazi wa eneo hilo. Maafisa wa afya wanasema kati ya waliojeruhiwa, baadhi wako katika hali mahututi huku wengine wakipata matibabu kutokana na majeraha ya moto, mshtuko wa mlipuko na kuvunjika mifupa. Ingawa serikali ya Urusi haijatoa taarifa ya moja kwa moja kuhusu nani anawajibika, vyombo vya habari vya serikali vinaelekeza kidole kwa vikundi vinavyodaiwa kuwa na uhusiano na vikosi vya kijeshi au kijasusi vya Ukraine, ikisema huenda tukio hilo lilikuwa sehemu ya mashambulizi ya kisasa ya kuvuruga miundombinu ya usafiri. Msemaji wa shirika la usalama wa kitaifa la Urusi FSB amesema kuwa uchunguzi unaendelea huko vikosi vya upelelezi vikiwahoji manusura, mashuhuda na kukagua mabaki ya mabomu katika eneo la tukio. Rais Vladimir Putin ameripotiwa kufahamishwa mara moja baada ya tukio hilo na kuitisha kikao maalum cha Baraza la Usalama cha Urusi kujadili hali ya usalama wa ndani, hususan kwenye maeneo ya mipakani. Katika hotuba fupi ya umma, Gavana Bogomaz alisema, "Tunaomboleza vifo vya raia wetu waliopoteza maisha katika tukio hili la kikatili. Serikali inafanya kila juhudi kuhakikisha waathiriwa wanapata matibabu na familia zao zinapata msaada unaohitajika." Nchi za magharibi zimeendelea kufuatilia kwa karibu matukio haya huku Umoja wa Ulaya na Marekani zikitaka uchunguzi wa kina na wa haki bila kutoa lawama za moja kwa moja. Huduma za reli katika eneo hilo zimesitishwa kwa muda huku treni nyingi zikielekezwa njia mbadala. Maafisa wa usafiri wamesema kuwa itachukua siku kadhaa kurejesha huduma za kawaida kutokana na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Hii ni tukio la hivi karibuni katika mfululizo wa matukio ya kigaidi yanayoshuhudiwa katika maeneo ya mipakani mwa Urusi, yanayoibua maswali mapya kuhusu hali ya usalama wa ndani na ushawishi wa mzozo wa Ukraine kwa raia wa kawaida. Endelea kufuatilia Tathmini ya Dunia kwa uchambuzi wa kina na taarifa mpya kadri hali inavyoendelea.